Sultan Hamoud, eneo bunge la Kilome katika kaunti ya Makueni, wamejitokeza kuandamana kutokana na hali mbaya ya barabara na ukosefu wa madaraja, hali ambayo imeendelea kusababisha maafa makubwa katika eneo hilo. Malalamishi ya wakazi yanatokana na msururu wa ajali zilizoshuhudiwa wakati wa mvua, ikikumbukwa kuwa mwaka jana watu 10 waliangamia katika mto wa Musui walipokuwa wakielekea Kasikeu. Hali hii imezidi kuwa mbaya msimu huu wa mvua, ambapo watu 6 tayari wameaga dunia kutokana na ajali ya maji. Wakazi sasa wanataka serikali na viongozi wa eneo hilo kuwajibika kwa hali mbaya ya barabara na kuchukua hatua za haraka kuhakikisha usalama wa wasafiri. Kwa mengi zaidi tunaungana naye mwandishi wetu Philip Ngumu akiwa katika eneo la Makueni. Na kupata vizuri nikiwa katika eneo hili la Sultan Hamoud hapa katika mto huu wa kwa Musui. Ni mto ambao una kumbukumbu za wakazi wa eneo hili. Maanake mvua iliyopita waliweza kupoteza idadi kubwa ya watu ambao walikuwa wanavuka mto huu, hasa kutokana na ukosefu wa madaraja. Na ni kweli wakazi wa eneo hili wameandamana katika siku ya leo wakiweza kuteta kuhusiana na uhalisia wa barabara hizi. Ningelipenda tuwape tu nafasi ya kuzungumza uwazi wao kuhusiana na uhalisia wa hali hii. Tupe jina lako na utueleze ni kipi ambacho kinafanya mnalalamika. Kama jina naitwa Gabriel Ngonyo, natoka eneo lile la Kasikeu. Hii ni daraja la Musui ambalo last year watu wengi walienda kwa hii mto, na bado tunalilia serikali ituangalilie kutoka last year mpaka saa hizi bado hakuna kitu kimefanyika. Mvua inaendelea kuwa mingi, maji inapeleka watu, hata saa hizi tunaongea maji inaendelea kupeleka watu katika hii eneo, na hakuna serikali yoyote tumeona kwa hii eneo. Mbunge wa hii eneo anaitwa Engineer Dhambia Zambia. Please, mahali upo tunakuhitaji kwa haraka kwa hizi daraja. Uongee na president, uongee na wale wataongea nao. Tupate daraja kwa hii Musui Bridge tafadhali. Umesema kwamba kuna shughuli mingi ambazo zimekuwa zikitarizika. Zitaje na inawagharimu nini? Katika eneo hili kuna soko kuu ya Sultan kwenda, hii barabara inatoka Sultan kwenda Kasikeu. Last 2 days ago kuna siku tumelala kwa hii pande hii nyingine sababu hii mto haikuwa imepitika, na soko ilikuwa Kasikeu ya Friday, na watu walilalamika sana na walihangaika sana kwa hii kupita kwa hii kwa hii mto sababu hakuna daraja. Tunaomba serikali tafadhali kwa haraka sana, nataka daraja hapa. Na labda tukiweza kuzungumza zaidi, ni kipi ambacho mnapata kumbukumbu kuhusiana na mambo haya? Tunakumbuka kuna ile roli lilianguka kwa hii mto na nikapeleka watu wengi, hata wengine hawajaonekana, na bado serikali tunalilia wakuje hapa, na watu wote wa serikali kutoka county government hata national government wakuwa kwa hii eneo washikane, tujue watafanyia nini hii bridge. Safi, tuzungumze na mwanarika hapa. Tueleze ni kipi ambacho kinakusukuma kuongoza hawa katika mambo haya? Kwa majina naitwa Cosmas Musembi Mbolu. Mimi ni kiongozi wa wanarika. Tunasikitika sana kuona ya kwamba serikali imelengea kwa hii kazi yake, na hapa katika hii bridge ya kwa Musui ilibeba watu 9 na watu 4 mpaka sasa hivi hawajawahi kuonekana, na tuna ghadhabu kubwa sana na mheshimiwa ambaye ameketi kwa kiti ambaye afanyi kazi. Tulitegemea labda wale watu wakibebwa na ile maji na wapotee wataweza kupewa kitu, labda hamna hata yeyote amepewa chochote. Wengi wao hamna wanalala hata njaa, na watoto wao wengi hata wameacha shule. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu na kera ikuje hapa iweke bridge ambayo ni permanent ili tuweze mudu maisha ya wengi, ndio watu wasiendelee kupoteza maisha. Asante sana. Safi, tuzungumze na mama hapa. Mmeathirika kwa njia gani? Kwa majina naitwa Veronica Mwende, mimi ni mkazi wa hapa na mimi ni jirani wa hii mto ama hapa kwa Musui hii bridge. Hakika tulisononeka sana, tukalia sana na hatukupata usaidizi, maana hadi wa leo kukinyesha maisha yetu inakuanga hatarini. Maana bridge maji ilikuja ikabeba watu wakafuatiliwa, lakini hata kiongozi wetu aliye katika kiti Bwana Zambia hakushughulika. Kwangu mimi nikisema na hata akisikia ni ukweli naongea, si story.
Yeye mwenyewe aliniahidi kuwa maji yamezidi na atanitafutia sehemu nikae hata kama ni kwa mwezi mmoja. Baadaye nilimpigia simu, nikamusai, nikafuata hata wafuasi wake. Hakuna mmoja aliniwia radhi. Nikachukua watoto wangu, nikaenda kwa majirani, nikakaa, maji yakapungua na nikarudi tena hapa. Kwa hivyo hapa ni mahali penye naishi, singeweza kuhama ghafla. Lakini kwa msaada tungesaidika, hata wananchi wanaopita kwa hii njia, wale tunaishi karibu na mto, tungesaidika. Lakini hakuna usaidizi yoyote tulipata kufikia wa leo. Safi, ni hisia za wakazi wa eneo hili. Cha msingi kuzingatia ni kwamba maisha yamepotezwa hapa katika kaunti ya Makueni kuhusiana na ukosefu wa barabara hizi. Tukizungumza wakati huu ni kwamba zaidi ya watu 6 wameweza kupoteza maisha kutokana na ajali za maji hapa katika kaunti ya Makueni. Mimi ni Philip Ngumu, kwako studio.